Nimesikiliza watu wengi na nimemsikiliza vizuri sana Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wakati anazungumza juu ya changamoto tulizonazo za kuwa na watoto wa mtaani wanaoitwa mtaani, ambao kwa kweli hakuna mtaa unaozaa mtoto, bali ni watoto wa watu ambao wazazi wao wameacha wajibu wao kwa namna moja au nyingine, basi watoto wale wakakosa pa kwenda, wakabatizwa mzazi mpya anaitwa mtaani. Jambo hili ni aibu kwa wazazi. Jamani, tuambiane ukweli. Mtoto ni zao la matokeo. Mara chache sana kupata mtoto ambaye amepatikana kwa mazingira yasiyokuwa ya kawaida. Mazingira yasiyokuwa ya kawaida, kubakwa, vitu kama hivyo. Lakini kwa kweli watoto wengi ni zao la upendo baina ya baba na mama. Wazazi wawili hawa wanapendana, wanafurahiana. Wakati mwingine wanaongea kwenye simu kuanzia saa 4 mpaka saa 12. Wanatembeleana umbali mrefu, na wengine wanadanganya hata nyumbani, wakionyesha upendo wao miongoni mwao. Katikati ya matukio hayo wanazalisha kiumbe anayeitwa mtoto. Huyu mtoto anabeba gharama ya mahusiano ya watu wawili ambayo hahusiki kwa namna moja au nyingine, na wala yeye hakuchagua wala kupanga azaliwe na ninyi wawili. Imetokea Mungu ameamua kati yenu atokee yeye. Anabeba gharama ya ugomvi wa wazazi, na mtoto huyo anatoka kuwa mtoto wa watu bila aibu, anaitwa mtoto wa mtaani. Tunaposherehekea siku ya familia leo, tujikumbushe wazazi wote na wanafamilia wote kwamba tumefika hapa kwa sababu sisi, wako wazazi waliovumiliana kwenye ndoa, wakatulea katika mazingira magumu. Ndio maana tuko hapa leo, kwa sababu wako wazazi waliotulea. Tuko hapa tunasherehekea siku ya familia. Sisi tunawajibika kwa namna moja au nyingine kwa kila mtoto tuliye naye ama mwanafamilia tuliye naye, kumpa malezi ili na yeye kesho awe mwanafamilia na awe na familia iliyo bora na kujenga taifa la imani. Mahali fulani pameandikwa, yeye asiyewatunza wa nyumbani mwake ni mbaya kuliko asiyeamini. Sikumbuki ni wapi, lakini ni wapi. Naomba tusiwe watu wabaya wa kutelekeza watoto wetu na familia zetu. Wakati mwingine tunaweza kulaumiana ni nani mbaya. Hili si muhimu kwa sasa. Iwe wajibu wa jamii yote kujua kuwa familia ni msingi wa jamii yoyote. Ikiwa familia italelewa kwa kustahimiliana, kwa upendo na kuvumiliana na kuchukuliana hapa na pale, huku tukijua kuwa kila mtu aliyezaliwa ana mapungufu yake na madhaifu yake, tuvumiliane, tujenge familia imara. Tumeambiwa vile vile kuwa wajibu wa malezi ya watoto umeachwa na baadhi ya wazazi kwa visingizio mbalimbali. Ameeleza vizuri Mheshimiwa Rais kwamba tukishindwa kulea vizuri watoto tunajiandalia upweke uzeeni. Nataka nitoe wito kuwa kila mmoja wetu mwanafamilia achukue nafasi yake ya kulea watoto wake. Inawezekana tuna kazi nyingi za kufanya, lakini muhimu kutenga muda hata kama ni kidogo wa kukaa na watoto ili kuweza kuwarithisha mila na desturi unazozifahamu. Chukua nafasi hii kuwaomba wazazi wote mahali walipo tuthamini kuwa mtoto ni kiumbe muhimu, anahitaji kulelewa. Ni kawaida mno mahali fulani mwana mzazi anauliza kama mbuzi wake wameingia bandani, lakini haulizi mtoto wake ameshindaje. Jambo hili likiacha likaendelea, tutazalisha jamii ya watu wasiokuwa na maadili. Nataka nimalizie wajikumbusha kuwa tumeshuhudia mmomonyoko wa maadili mkubwa miongoni mwa watoto, kujiingiza kwenye vitendo visivyokuwa na tija kwa familia ama taifa ama jamii. Mathalani, matumizi ya madawa ya kulevya, kuzihusisha na vitendo vya ngono katika umri mdogo vinasababisha maambukizi ya virusi vya ukimwi, na kundi la watoto kukimbia majumbani na kuitwa watoto wa mitaani. Chanzo kikubwa ni udhaifu uliopo katika taasisi muhimu hii ya familia, ambayo leo tunaadhimisha siku yake. Ni wito wa serikali kwa wanandoa wote kuwa na muda wa kutosha wa kujadiliana changamoto tulizonazo, na hasa changamoto hizo watoto wala hawapaswi kujua. Tuyamalize wenyewe. Unajua watoto hao wamekuja, sisi tulikuwepo kabla. Sio jamani? Kwa nini wakati tunagombana tunataka na wao wawe sehemu ya mjadala? Wakati tunatakutana kwani walikuwepo? Umeudhiwa na mama, uite mama mzungumze, mama tuyamalize. Ukitoka nje pale kaa na plastic smile. Kabisa. Watoto hawapaswi kujua.
Haya mambo ya kwenda baba unamshtaki kwa mama, kwa watoto, mama unashtaki mama kwa watoto, matokeo yake ni kwamba watoto wale na wao wanajenga ukuaji wenye chuki miongoni wa kutaka kusema mambo ya ndani badala ya nje kuyamaliza huko ndani, watoto wabaki na amani kwenye maisha yao. Muone raha wazazi kwamba baada ya miaka fulani mnamuozesha mtoto yule anaenda kujitegemea na yeye anabeba ubalozi wa namna mlivyolea kwenye familia nyingine.